Sasa kama tuko nafasi ya 4 yanafanyika majambo kama haya, hii ni fedheha na ni aibu kubwa. Nimesikitisha sana na nimeleta huzuni kwa sababu watu wengi wamepoteza gharama kubwa. Watu wametoka nchi mbalimbali kuja kuangalia dabi. Hatima yake hali ndio kama vile ilivyotokea, ndugu mwandishi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli vinasikitisha na vinatia huzuni kubwa sana kwamba mpira wa Tanzania umekuwa, na tumeambiwa kwamba sasa hivi tuko nafasi ya 4, sio? Tuko nafasi ya 4. Sasa kama tuko nafasi ya 4 yanafanyika majambo kama haya, hii ni fedheha na ni aibu kubwa, kwa sababu Afrika mzima kama nilivyozungumza awali walikuwa wanataka iangalie dabi pamoja na dunia kwa ujumla. Lakini leo matokeo yake yametokea yanotokea. Simba imenyimwa uhuru isifanye mazoezi. Kwa sababu gani? Alafu leo baada ya bodi ya ligi imetangaza kwamba tayari wameshapokea barua kutoka Simba Sports Club na wakatoa tamko la kimpira kwamba mpira tumehairisha, utakuwa hauchezwi tena. Lakini leo upande wa pili wanaondoka, wanakwenda viwanjani, wanasindikizwa na magari yao. Huoni kwamba hiyo ni dharau? Hiyo ni dharau na ni kejeli, kwa sababu ile mpira wao wameshatangaza wamepokea barua halali kutoka kwa Simba Sports Club. Tayari washatangaza na tayari ni sauti kubwa ya chama cha mpira wasiwepo katika sehemu kama zile. Wenye mpira ni TFF na sisi tunawaamini kwa asilimia zote. Kwani mzee, Young Africans wamegomea Simba kuingia uwanjani. Simba waenda uwanjani bila kutoa taarifa. Bodi ya ligi wamestopisha mchezo. Mwenye makosa hapa ni nani aliostopisha mchezo? Ni hivi. Huwezi ukasema kwamba yule taarifa hana. Huyu manager sana sema alikuwa ana taarifa. Hiyo ni ngumu. Kwa sababu gani? Mchezo unajulikana kwamba upo. Na Simba ilitakiwa iende pale ikafanye mazoezi. Yende pale ikafanye mazoezi, lakini wamezuiliwa kuingia ndani ya uwanja wasifanye mazoezi. Huwezi ukasema kwamba kuna matatizo gani pale, na maana kwamba kuna jambo lipo. Na mimi naamini kama alivyosema bodi ya ligi watafanya kazi kufuatilia swala hili. Mbichi na mbivu itajulikana. Na kuna baadhi ya maneno ambayo alikuwa anasema kwamba Simba alienda na magari mawili. Gari la kwanza ni gari la benchi la ufundi kwa maana wachezaji na walimu na kila naohusika na Simba Sports Club. Na gari la pili wanasema kulikuwa na watu ambao sintofahamu ndio ambao ilipelekea mabodyguard kuwazuia Simba. Propaganda hizo sio kweli. Hizo ni siasa tu. Hizo ni siasa. Simba ni timu kubwa inajitambua. Nimesikitisha sana na nimeleta huzuni kwa sababu watu wengi wamepoteza gharama kubwa. Watu wametoka nchi mbalimbali kuja kuangalia dabi. Hatima yake hali ndio kama vile ilivyotokea, ndugu mwandishi. Na watu wamehuzunika kwa sababu wametumia gharama kubwa kwa kutegemea watakuja kuiona dabi wapate furaha kiwanjani. Lakini sasa badala ya furaha imekuwa karaha. Kwa hiyo sisi kwa tunaomba sana masuala kama haya yasitokee tena, yasifanyike tena, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo inapenda sana mambo mazuri. Mpira ni furaha, mpira ni burudani. Sasa leo kwa nini mpira uwe karaha? Maanake baada ya kuwa furaha inabadilika inakuwa karaha. Sasa ni vitu ambavyo kwa kweli vinatia huzuni na vinaleta mashaka makubwa sana kwa tasnia ya mpira ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa sisi kwa tunaomba kwa hali na mali vitu hivi visifanyike tena, visitokee tena, ili tuweze kupata raha na tusipate karaha. Ni jambo ambalo litatusaidia ndani ya nchi yetu. Nafikiri hata ndugu mwandishi hata mwenyewe anafahamu hilo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nazungumza kwa hayo ili tuweze kusonga mbele, Watanzania wapate raha. Lakini walio wengi wameumia. Leo hata mitaani kuna maneno ya kejeli. Ukipita nchi mzima sasa hivi kuna maneno ya kejeli pande mbili. Upande wa kwanza na upande wa pili. Hawa watani wawili. Maneno ya kejeli. Na yanazungumza maneno ambayo sio ya kimpira. Yanazungumza maneno ambayo hayaleti tija wala hayaleti furaha, bali yanaleta uhasama na uadui. Kwa hiyo nilikuwa tunaomba vitu kama hivi visitokee tena. Visitokee tena, na TFF ijipange
pamoja na vyombo vyake vyote vijipange. Sisi tunaamini, TFF tunaiamini kwa asilimia zote, ijipange. Ndio msimamizi mkuu wa mpira ndani ya nchi ya Tanzania, kwa hiyo wajipange kwa hali na mali.